Kuna vijana wengi Waislamu na wanawake wa Kiislamu, wanaume wa Kiislamu, unapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani au kabla ya mwezi wa Ramadhani huwa wanaoana. Kama hii miezi inokuja ya Ramadhani, unakuta kipindi hicho wasichana wengi sana wanakuwa wanaingia kwenye ndoa bila kufikiria kwamba mwanaume huyo anakuwa kwa sababu gani. Ila sana sana inakuwa ni kwa sababu ya kumpikia mtu iftari au kuhalalisha lile jambo, yale majambo yetu yale. Usiingie kwenye ndoa kwa sababu eti ya sababu fulani, kwamba labda ninafuata kitu fulani. Hebu ingia kwenye ndoa ukiwa umejipanga kwamba kweli uko tayari kuingia kwenye ndoa. Katika jamii nyingi za Kiislamu, Ramadhani huonekana kama mwezi wa baraka zisizo na mfano, mwezi wa dua, toba na maamuzi makubwa ya maisha. Ni katika mwezi huu ndipo pia kumekuwa na mwenendo unaozua mjadala. Baadhi ya Waislamu kufunga ndoa wakati wa Ramadhani, lakini muda mfupi baada ya mwezi huo kuisha, ndoa hizo huvunjika. Wakizungumza na 17 Plus TV, wananchi wamekiri kuwepo kwa hali hiyo na si jambo la kusimuliwa kwa siri tena. Wapo wanaoamini ndoa za Ramadhani hubeba baraka za pekee, lakini wengine wamesema baraka hizo haziwezi kuhimili changamoto za maisha endapo ndoa hazikujengwa juu ya uwiano wa kweli. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya jamii wamesema mazingira ya Ramadhani hujenga ukaribu wa kiroho, lakini uchelewesha uhalisia wa maisha ya ndoa kujitokeza. Hisia huwa laini, subira huonekana nyingi, lakini Ramadhani inapoondoka ndipo tofauti za tabia, mitazamo na majukumu kujitokeza wazi. Ni mjadala unaogusa imani, mila na maisha halisi ya familia. Endelea kusikiliza tukiangazia kwa kina sababu ya mitazamo ya wananchi na kauli zinazozuka juu ya mustakabali wa ndoa zinazofungwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi ni Yusufu Msangazi na hii ni 17 Plus TV. Kuna vijana wengi Waislamu na wanawake wa Kiislamu, wanaume wa Kiislamu, unapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani au kabla ya mwezi wa Ramadhani huwa wanaoana. Lakini ndoa nyingi hizi hazidumu baada ya Ramadhani. Kwa sababu gani? Kuna watu wanafuata kwa ajili ya kupikiwa iftari, mtu anaoa kwa ajili ya kupikiwa iftari, mtu anaoa kwa ajili ya huu mwezi mtukufu tu wa Ramadhani. Umeona? Sasa huu unakuwa ni mtihani. Kwa sababu gani? Inatakiwa mtu uoe kwa sababu ndoa ni maisha na maisha ndio ndoa yenyewe. Kiwa vijana wenzangu nawaeleza, wanawake na wanaume, mkitaka kuolewa au mkitaka kuoa, basi msiolewe kwa ajili ya Ramadhani kwa sababu imewadia, au msioe kwa ajili mnataka mkapikiwe iftari. Kuhusu swala la kuolewa kwa muda mfupi, sijui inakuwaga ni nini, lakini huwa sisi wasichana tunakuwa na mihemko sana kuingia kwenye ndoa bila ya kujua huyu anekuoa ana malengo gani na wewe. Umeelewa? Sana sana inakuwa kama hii miezi inokuja ya Ramadhani, unakuta kipindi hicho wasichana wengi sana wanakuwa wanaingia kwenye ndoa bila kufikiria kwamba mwanaume huyo anakuwa kwa sababu gani. Ila sana sana inakuwa ni kwa sababu ya kumpikia mtu iftari au kuhalalisha lile jambo, yale majambo yetu yale. Kwa mtu anakuwa kile kipindi cha Ramadhani kama mwanaume anakuwa anapata tabu sana, kwa inabidi afunge ndoa naye ndoa ili wawe halali kufanya kile kitendo. Baada ya Ramadhani hapo unakuta mtu anamuacha kwa sababu hajajipanga. Lakini mimi ninachopenda kuwashauri watu, mnapokuwa mnataka kuingia kwenye ndoa, usiingie kwenye ndoa kwa sababu eti ya sababu fulani, kwamba labda ninafuata kitu fulani. Hebu ingia kwenye ndoa ukiwa umejipanga kwamba kweli uko tayari kuingia kwenye ndoa, kuanzisha familia. Wengi wanatarajia kwamba Ramadhani, yani kwa mwezi wa Shaabani ambao ni karibu ya Ramadhani, wafunge ndoa. Ni watu wengi wanakusudia hivyo. Na hili pia ni shindikizo la kwamba pengine ukifika mwezi wa Ramadhani mtu apate utulivu yeye wa kuweza kupata mambo mengi, kama akafunga apate mtu wa kumpikia iftari. Sasa pengine angefanya mfungo mosi, pengine hizi fadhila hizi za utulivu zitakuwa chache. Wala sio makusudio ya kwamba watu waoane kwa sababu ya kupikiwa uje tu. Uje itakuwa mantile sio. Sasa kauli hii nadhani tusichukulie sana kwamba ina umuhimu. Hizo ni kauli wanasema tu, na vijana wengine wazee, kila mmoja na mtazamo wake. Lakini kusudio la ndoa si hilo kwamba upikiwe uji ukishamaliza Ramadhani iwe muachane, sio kusudio. Kusudio la ndoa ni kutafuta utulivu. Kusudio la ndoa kwa sababu ndoa yenyewe ile ni ibada, ile ndoa ni ibada. Kwa hiyo itokee kwamba hapana budi ndio ipawe
pana watu wanaachana, lakini jambo la kuachana katika dini halipendezi. Mimi kama shekhe wa mkoa ambacho kama natoa nasaha zangu kwa ndugu zangu watakaokuwa hai ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kwamba kwanza waendeleze huu utulivu na amani tuliyokuwa nayo. Waendeleze huu utulivu na amani tuliyokuwa nayo, kwa sababu amani ndiyo msingi wa kila jambo. Kukipatikana amani, na hii nchi tunaishi watu wengi, wako waliokuwa Waislamu, wako wasiokuwa Waislamu, wako mapagani na wengine wengi, lakini kikubwa wito wangu ni kwamba tujaribu kuitafuta hii amani kwa hali yoyote. Tuhakikishe tunaishi katika hali ya utulivu na amani, na tufunge Ramadhani kwa utulivu na amani, kama ambavyo kwamba mkoa wa Tanga nadhani ni moja katika mikoa mitulivu sana.